fedha kupitia huyo. Lakini je, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako hongera kwa kufika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako katika mkesha huu Bwana atakufungua ufahamu na kumjua yeye zaidi na kujua maisha yako pia jinsi ya kunenda kama mtoto wa Mungu. Haleluya. Jina langu naitwa Danieli Mikaeli na miaka 20. Nimejifunza neno la Mungu kupitia mtumishi wake Aristarubano mwaka 1 na miezi 6. Lakini kwa msaada wa Kristo kaweza kunifikisha mahali hapa nilipo kupitia mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ya leo Bwana atatufundisha neno ufahamu, kwamba mtu unavotembea katika njia za Mungu inabidi uwaje umuombaje Mungu ili upate kutembea sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma kwenye Isaya, neno la Mungu linasema, tusome hapo kwa msaada wa Kristo. Isaya sura ile ya 12 kwa msaada wa Kristo. Isaya sura 11 kwa msaada wa Kristo. Tusome hapo kwa msaada wa Kristo. Sura ya 12 kuanzia sura ya 11 kuanzia mstari ule wa kwanza. Kwa msaada wa Kristo. Naweza ukatusomea aliyepata. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Isaya sura 11 kuanzia mstari wa kwanza. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona katika neno kitabu cha Isaya, ambaye ni nabii, huyu anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo, ambaye siku ya leo yupo mahali hapa kutupa ufahamu na akili ili tupate kumtukuza katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema, mwambie jirani yako, Bwana Yesu anakupenda. Haleluya. Lakini kikubwa tutakachosimamia hapa, ufahamu, roho wa ufahamu. Watu wengi wamepungukiwa na ufahamu. Wamepungukiwa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimuuliza hata jirani yako kwamba kanisani sehemu fulani ulikuwa unasali, umetoka kwa nini? Atakwambia, bwana, pale pana vitina na nini na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mambo mengi anayoyaongea ni mambo ya mwilini, sio ya rohoni. Angesema kwamba nimeona yule mtumishi ni shetani, ningemuona huyo mtu ni wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo tupo hapa kujifunza neno ili tupate kutembea na Mungu sawa sawa. Hebu tuone ni kipi kinachoharibu ufahamu. Haleluya. Tuone ni kipi kinachoharibu ufahamu, maana sisi kupitia njia ya Yesu Kristo tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Sasa kwa nini tunaenenda kwa akili zetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunaenenda kwa akili zetu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Wakorinto sura ile. Hebu tusome kitabu cha Wakorinto sura ile ya Wakorinto wa pili sura ile ya 6. Wakorinto wa pili sura ya 6 aya ya 11. Aya ya 14. Tusome pale Wakorinto wa pili sura ya 6. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Neno linamaanisha kwamba Bwana Yesu anatuambia kwamba mtu asiye haki ambaye hampendezi Mungu, sio kwamba umkatae, sio kwamba inamaanisha kwamba umkatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali Biblia imetuambia, angalieni mnavyoenenda ni kama watu ambao hawana akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inavyozungumza tusifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kuna watu wanazuia baraka Mungu zisije kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanazuia baraka kwa sababu wao ni wana wa uovu. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 6 anasema wana wa Mungu walienda kwa binti, waliona binti za wanadamu ni wazuri, wakajitwalia kila mtu wale aliowataka. Haleluya. Wana wa Mungu kwa leo ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu ni mimi na wewe. Kwa hiyo unavyotoka kwenye mwana wa Mungu unaenda kubeba uchafu mwingine ambao sio mwana wa Mungu bali ni wana za binadamu. Wana za binadamu na wana wa Mungu ni kitu kimoja tofauti. Haleluya. Tunaona pale Mungu alivyoona maovu yamezidi duniani, kwa sababu watoto wake walienda kubeba uchafu mwingine, wakaja kunajisi hekalu lake. Haleluya. Tunaona maovu yalizidi, alafu Mungu akamuondoa Nuhu, akadarikisha, akaondoa ule uchafu wote, akabaki Nuhu na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba mwenendo walikuwa wanaenenda wale wenzetu tofauti na sisi leo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi leo wanasema kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake na kwa kazi aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neema tuliyoipata sisi, kila mtu ana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwamba kila mtu atabeba msalaba wake, lakini ya wale wenzetu mwanzo ilikuwa Roho Mtakatifu ni neema. Yaani ni kwa Qurani, tunaye Qurani, Roho Mtakatifu akai muda wote kama kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii kila mtu ana Roho Mtakatifu. Lakini huyo Roho Mtakatifu anakaeje? Ni kwa kulisoma neno la Mungu na maombi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu atakayebatiziwa na kumkiri Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaingia ndani yake, ambaye ndio kiongozi, ndio atakayekupa ufahamu na maarifa namna ya kumwabudu Mungu. Anasema itatokea siku watu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tupo pamoja. Tupo pamoja. Tunaona tukisoma Biblia kitabu cha Marko sura ya pili aya ile ya 18 hadi 22. Tusomee hapo kwa msaada wa Kristo. Marko sura ya pili aya 18 hadi ile ya 22. Aliyepata atusomee kwa msaada wa Kristo. Tasoma Marko sura ya pili mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakawaambia, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wawezaje kufunga, maadamu bwana harusi yu pamoja nao? Muda wote waliopo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo atakapofunga siku ile. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona hapo wanafunzi wa Yohana wanamuuliza kwamba kwa nini wanafunzi wako hawafungi? Yesu akajibu kwamba mtu anawezaje kufunga kaalikwa harusini? Kwa hiyo tunaona hapa wanafunzi walikuwa wanatembea na Yesu, lakini Yesu aliporudi katika utukufu wake, katika nguvu aliyokuwa nayo mwanzo, yani amerudi kwenye kiti chake cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa anasema siku itakuwepo mtakapoondoka, yani atakapoondoka Yesu kwenda mbinguni. Tunaona anasema watafunga na kutafuta uso wa Bwana, yani tafsiri nyingine watafunga na kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Nataka ugundue kitu kimoja siku ya leo. Mtu wa Mungu au mwana wa Mungu analindwa na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, unalindwa na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unalindwa na utakatifu. Mtu wa Mungu yoyote analindwa na utakatifu. Ukisoma pia Danieli 9 kuanzia ile aya ya kwanza, tusomee mtumishi. Danieli 9 kuanzia ile aya ya kwanza mpaka ile ya 3. Tusomee Danieli 9 kuanzia ile aya ya kwanza mpaka ile ya 3 kwa msaada wa Kristo. Kuanzia ile aya ya kwanza mpaka ile ya 3. Kitabu cha Danieli sura ya 9, nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu mstari wa kwanza. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Hasuero, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Hasuero wa uzao wa Medi, aliyewatawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo. Katika mwaka wa kwanza wa miliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na lifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekeza Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua, pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa Danieli kwa kuvisoma vitabu vya neno la Mungu, yani kwa kusoma neno la Mungu, akapata ufahamu kwa sehemu, kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu, lakini kuna kitu alikuwa anakitafuta au kuvuka kufika ngazi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwa kusoma neno la Mungu akagundua kile kitu anachokitafuta. Lakini tunaona hapa Mungu hakumwambia aombe hayo maombi, wala hakumwambia afunge. Bwana Yesu asifiwe sana.
alipata ufahamu kwa sehemu na kwa kusoma neno la Mungu. Haleluya. Lakini tukisoma hii Danieli sura ile ya 21, tusome mtumishi, Danieli sura ya 21, utagundua kitu kikubwa sana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Muda wa majuma 70 natosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Danieli ameingia kwenye maombi kuhakikisha kwamba lile kusudi aliloliona mbele yake, anaingia kwenye maombi. Tunaona hapa Mungu hajamwambia ombe, wala Mungu hajamwambia afunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka mwanzo Yesu anasema kwamba itatokea siku ambayo bwana harusi atakapoondoka na watafunga, wala kitakuwepo kilaka cha kuku kukaa katika nguo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona hapa Danieli kwa kusoma neno la Mungu akapata ufahamu kile kitu anachokitafuta. Na wewe leo nataka upate ufahamu kwamba unalindwa na nguvu ya Mungu, na kiwango chako cha upako au cha nguvu ya Mungu au kiwango chako cha utakatifu ndio kiwango chako cha mafanikio yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa Danieli ameingia kwa mzigo, lakini tunaona Mungu kwa bidii ya Danieli alimtuma malaika kwamba Danieli, malaika wangu, nenda kampashe habari mwanangu nampenda, kamuongezee ufahamu ili apate kujua kile anachokiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona Mungu anakuja sasa kumtia moyo ili Danieli apate kupata kile anachokiomba kwa bidii aliyokuwa nayo. Kwanza tunaona Danieli kitu cha hekima alichotumia, akajua hiki ninachokitafutwa kimefungwa na uchafu, kwa sababu shetani ni uchafu. Tunaona Danieli anaingia kuomba maombi ili kutakasa yale malango ili kitu cha Mungu kipate kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, nalindwa na utakatifu. Nalindwa na utakatifu. Mwambie jirani yako, unalindwa na utakatifu. Ulindwe kwa uzinzi, ulindwe kwa uchafu. Tunaona hapa Danieli anakuja kuongezwa ufahamu, na baada ya hapo alipoongezwa ufahamu akaongeza tena bidii, akajua kumbe Mungu ananisikia. Tunaona kwanza alianza kuombea ndugu zake, alianza kuombea nchi yake, alianza kuombea marafiki, akaanza kuombea na watakatifu wote. Akasema Mungu, hatukutolee maombi yetu kwa sababu ya rehema zetu, kwa sababu ya hekima yetu, kwa sababu ya akili yetu. Tunaona anasema Bwana, maombi yangu ninayokutolea sio kwa hekima yangu, bali ni kwa rehema zako nyingi. Kwanza aliingia kwenye toba ili ufahamu wake upate kufanya kazi. Usiende kama nyumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Usiende kama nyumbu inaona mamba bado inaingia. Haleluya. Amen. Yani kuna mahali ifike una kiwango cha imani, hata watu wakigusa tu viatu vyako kama na pepo chafu na linaondoka kwa jina la Yesu. Ndio. Natamani na wewe leo ufike kiwango hicho. Amina. Usikae tu. Unaona uzito kusoma neno, wewe unakaa tu unasema nimechoka, yawezekana nitasoma baadaye. Unapiga usingizi, ile dhambi inayokuandama inapiga usingizi, na usomi neno na usiku anakubeba. Ndio maana hata wachawi hawabadiliki, kwa sababu usiku akija anaondoka na wewe. Sasa utabadilika vipi? Kwa sababu anajua wewe bado. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo soma neno la Mungu ili upate ufahamu. Yule aliyoko ndani yako anasema wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho haina mifupa wala haina mwili, bali ni uweza wa Bwana akaitengeneza Roho yake Mtakatifu. Kwa hiyo soma neno la Mungu ili kile kilichoko ndani mwako kiuishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nashangaa mabinti wengi au vijana, mimi nimepata mchumba, baba mchungaji yupo kule, kaokoka hajaokoka. Wewe unataka kuleta dhambi ili uteseke maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unataka kuleta dhambi ili uteseke maisha yako yote. Haleluya. Amina. Anasema wana wa Mungu waliona binti za wanadamu kwamba ni wazuri, wakajitwalia, kumbe hawakujua wanaleta uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unalindwa na utakatifu. Utaendaje kubeba sumu alafu nasema hii sumu nitaitakasa na itatakasika? Wewe nani aliyekwambia sumu inatakasika ikiingia ndani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo watu wengi wamekamata ufahamu wao, wasitambue kwamba wao ni wakina nani. Kwa hiyo mimi Danieli kwa
kusoma neno la Mungu nikagundua kumbe mimi nalindwa na utakatifu. Ni kitu gani ambacho kinafunga maisha yangu? Ni kitu gani ambacho kinakamata watoto wangu? Nikagundua kumbe shetani ni dhambi. Kuna mahali nimefungua mlango, adui akakamata nafasi. Nataka nitolee mtihani mgumu kidogo. Hivi unapita njia unataka kufika pale ngambo, lakini kuna njia nyingine imepita huko. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukakuta pana uchafu, mtu kaharibu, halafu nataka kufika pale. Kwa hiyo sasa utakachofanya pale, utapita njia hiyo, lazima uzunguke uende mbali. Kwa hiyo watu wengi wanasema Yesu anafanikisha wazee, kwa Yesu unachelewa. Hapana, dhambi zako mwenyewe zimekufunga kwa jina la Yesu. Lakini siku ya leo Bwana anasema ufahamu utaachiliwa, ufahamu wako utakuwa salama, ufahamu wako utaachiliwa, upate kutambua mazuri. Hapana cha kusema. Tunaona hapa Daniel anaingia kwenye maombi, hatujaona ndugu yake, hatujaona bibi yake, hatujaona babu yake, hatujaona rafiki. Ni yeye kwa kusoma neno la Mungu akagundua kumbe mimi nalindwa na utakatifu. Sasa na mambo yangu yamefungwa na utakatifu, na mke wangu amefungwa na utakatifu, wanangu wamefungwa, kuna dhambi imewakamata. Akaingia kwenye maombi akasema hapana, kwa kuombea rehema ya malango. Zaburi 24 aya ile ya Zaburi 24 aya ya 8. Tusome hapo kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo. Tuone hayo malango yaliyokamata maisha yako. Kuna mahali huwezi kufika mapema kwa sababu ni mvivu wa kusoma neno, kwa sababu ni mvivu wa kuomba. Lakini siku ya leo kusoma neno leo kutaingia, hayo malango yatakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Zaburi ya 24 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, nam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona hapo anasema inueni vichwa vyenu enyi malango ya kale. Na Daniel kwa kupata ufahamu kidogo akainua haya malango. Na tunaona ukisoma vizuri hiyo Daniel, malaika kwanza alizuiliwa na ile miungu ya ule mtaa. Inasema hapana, wewe mtakatifu naenda wapi? Hii sehemu ni ya kwetu, hii ardhi ni ya kwetu, hii ardhi ya kuweka miungu. Lakini tunaona Daniel pamoja na ugumu wa ile sehemu, Bwana alisikia maombi yake. Kuna mahali unaweza kumkosea hata baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata baba yako kuna kitu anaweza kukusamehe, lakini kuna kitu mpaka ukodi watu uende kwa mzigo. Kwa hiyo na wewe leo hicho kilichokamata maisha yako, huo mzigo unakwenda kuachia kwa maombi haya. Hiyo ardhi ambayo watu wamenenea kwamba ukikanyaga uume, kwenye familia yako kose amani, kwenye ndoa yako kose amani, kwenye kazi yako tumikishwe vibaya mpaka unajisikia vibaya. Siku ya leo haya malango, roza mateso zinaenda kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa jina la Yesu Kristo zinaenda kuondoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuone kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza. Warumi sura ile ya kwanza. Tusome hapo. Neno la leo linasema ufahamu. Warumi sura ile ya kwanza. Ufahamu unakufanya wewe utafakari neno na liingie moyoni. Ufahamu unakufanya wewe utafakari neno na liingie moyoni. Macho yanaona, lakini fahamu zinachekecha, hiki kitu nikiweke moyoni au nikiache nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku ya leo Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome Warumi kuanzia ile sura ya kwanza aya ya 21. Tusome hapo kwa msaada wa Kristo. 21. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinenea kuwa mwenye haki watapumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na ubadhilifu kwa mfano wa sura ya mwanadamu aliye na uharibifu, na yeye ndege na ya wanyama na ya vitambavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa walipomjua Mungu wakaona inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana.
wakasahau. Maana hao watu yawezekana walipomjua Mungu, Mungu akawabariki, lakini alipowabariki wakasahau hadi kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na wewe leo hautakuwa kama hao watu kwa jina la Yesu. Tusome pia Warumi sura hii ya kwanza aya ya 28. Aya 28. Nitasoma kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyo wapasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa, haleluya, fahamu zinakufanya wewe utafakari neno likae ndani ya moyo. Fahamu zinakufanya wewe ufikiri hata ukikutana na kiongozi wako ni kitu gani useme, kitu gani usiseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Fahamu zinakufanya wewe ufikiri vizuri. Yani ufikiri kama mwana wa Mungu. Biblia inazungumza ambao hawafai, ambao hawana hekima, Bwana Yesu aliwainua wakafanyika kuwa wenye hekima na wakawatesa wenye hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni wana wa Mungu ambao ni mimi na wewe, ambao tumeokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuheshimu wokovu tuliokuwa nao. Kwa kusoma neno la Mungu akagundua ni nini ambacho adui kakamata watu. Kuna watu leo wanatoka makanisani siku za Jumapili, anafika nyumbani anashukuru, Bwana Yesu asante kwa kunifikisha nyumbani, lakini dakika chache kumebadilika, ngumi zinapigwa na mateke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Alipomshukuru Mungu hakupokea maelekezo. Yani ni ile tu kwa mazoea. Hajasikiliza Roho wa Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajasikiliza. Yani fahamu zake kashaenda kwa mazoea. Yani huyo Yesu Kristo mwenye au Roho Mtakatifu moyoni mwake hayupo, anaenda kwa mazoea. Ndio maana kuta mtu anatoka kanisani anashukuru, nyumbani mateke yanapigwa, ngumi zinapigwa. Unajiuliza, unaweza kauliza, wewe hujashukuru ulipofika hapa nyumbani? Kushukuru ni nini? Kushukuru ni kupokea maelekezo. Wakorintho wa pili sura ya 4 aya ya 14 mpaka ile ya 15. Neno la Mungu linasema, basi ombeni hiyo neema izidishwe ili Mungu apate kutukuzwa. Yani kushukuru ni kupokea maelekezo kwa Bwana, kwamba Bwana, nimefika nyumbani, asante kwa kunifikisha, niishije, niendaje, nipate nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata adui anajua kwamba huyu anaenda kwa akili zake, huyu sio mwana wa Mungu, hapa tumepigwa. Hapana, hapa naweza kuingia na nikamsambaratisha mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona Daniel kwa kusoma vitabu, kwa kusoma neno la Mungu, akagundua njia anayoenda inahitaji utakatifu, inahitaji kusafishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani ni dhambi. Kwa hiyo unaweza ukawa maisha yako hayaendi, unaweza ukawa ufahamu wako umekamatwa na kitu kikubwa ambacho shetani anakamata watu ni ufahamu. Hakamati moyo wako. Ni nini? Ufahamu. Kwa sababu ufahamu wako ndio unaochekecha mambo kuingiza kwenye memori, yani unaochekecha mambo kuingiza kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu atakaaje kwenye moyo wako wakati ufahamu wako umemkataa? Muda wote unawaza mabaya, muda wote umbea, na hicho kinywa kitamuombaje Yesu? Muda wote kinatamka makufuru tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikipigwa hapo singeli, kwa sababu Yesu hayupo moyoni, unakuta hadi kichwa na mtu anafanya hivi, afu kaokoka, unamuuliza umeokoka? Moyo unadunda pa. Yani singeli imepigwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake Yesu hakuna. Kukiwa kuna Yesu anakuambia, wewe unasogeza mapepo, hebu niondolee hiki kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ufahamu watu umekamatwa. Sio kwamba watu wampendi Yesu, wanampenda, lakini fahamu zao zimekamatwa kwa sababu hawasomi neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu, kwa hiyo kiwango chako cha utakatifu ndio kiwango chako cha mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe muda wote, ni muda gani umekaa nyumbani ukamsifu Bwana? Muda wote upo kwenye mizunguko yako tu, hakuna hata muda wa kumsifu Bwana. Kwa hiyo hata adui anajua ni jinsi gani huyu mtu kweli huyu ni mwana wa Mungu. Ndio maana sasa hivi hata watu wabadiliki, kwa sababu wanaona mbona sisi na wao ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi na wao ni sawa. Ukimuuliza hata mtu leo, kanisani kwako umeondoka kwa sababu gani, atakwambia umbea, maneno, mambo ya mwilini. Yani hataki kusikiliza neno, ameenda kuangalia umbea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazoea.
hayatakiwi. Ndio maana adui anakamata fahamu zako. Petro aliuliza wanafunzi wa Yohana, je, mlivyobatizwa mlipokea Roho Mtakatifu? Wakasema hapana, hata hayo mambo hatukuyasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlipokea Roho Mtakatifu? Wakasema hata mambo hayo hatukusikia. Kwa nini? Kwa sababu ni kiongozi. Walivyopokea Roho wa Mungu wakawa mashujaa na wakahubiri neno la Bwana, kwa sababu ufahamu wao ulifunguka. Mtu leo kaokoka na miaka mingi kanisani, hata ukimwambia ulimleta nani kwa Yesu, basi Mungu akufurahia, hata kwa sababu nina mwanangu nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, niwe mwanangu nimekuleta duniani ili uniombe nami nitakupa mataifa. Hakuna mimi naogopa, ana miaka mingi naogopa wasije wakanikimbiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana, usimpe adui nafasi. Tena mwambie nitakukanyaga vipande, kanyaga kabisa, sikuzoee. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ni dhambi, kwa hiyo watu wamekamatwa ufahamu. Sio kwamba watu wamekamatwa mioyo. Mioyo ina nini? Kakamata ufahamu ili neno lisiingie moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Zaburi ya 12, Bwana umuokoe mcha Mungu, maana mcha Mungu amekoma, uaminifu katika wanadamu ametoweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona huyu mtumishi alisimama kumsaidia ndugu yake wa karibu. Kwa hiyo ukiona ndugu yako anataka kuteteleka, mwambie ndugu yangu njia, na usiende tu kumwambia wengine. Hata ukimwambia asaidiki, piga magoti mlilie Mungu kama Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana, haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Tusome Isaya sura tuliyosoma muda ule ya 11 kwa msaada wa Kristo. Isaya sura ya 11. Turudi hapo. Isaya sura ya 11. Nitasoma kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo. Sura ya 11. Anasema, basi litatokea chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalo toka katika chipukizi katika mizizi yake litazaa matunda, na Roho ya Bwana itakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, kikubwa ambacho inabidi muombe Mungu sana, kuomba Mungu akusaidie upate Roho Mtakatifu afurike ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila hivyo kuna viwango huwezi kufika. Haleluya. Huwezi kufika. Unaweza ukawa umeokoka upo ndani ya Kristo, lakini kuna mahali kuna uovu ambao adui kaweka kuhakikisha huyu hapa hatavuka. Na Mungu ndio maana anasema msifungiwe nila pamoja na wasioamini. Mungu anataka kuleta baraka zake. Sasa baraka za Mungu ni utakatifu. Ni takatifu. Anataka kupitisha baraka, anakuta kuna uchafu. Atatoaje hapo baraka? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Musa pamoja na mambo yote aliyofanya au kazi yote aliyofanya Mungu, alikuja kutenda sehemu moja tu dhambi. Hiyo dhambi ikamfunga mpaka mwili wake, ukisoma Biblia, uligombaniwa na shetani. Huyu ni wakangu, alifanya 1 2 3. Pamoja na alipokuwa na nguvu ya Mungu, aligombaniwa hadi na shetani. Huyu ni wangu, huyu katenda 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona hata nchi ya Kanani ya kufika nchi yenye matunda kwa sababu ya dhambi. Sasa wewe ambaye umepokea neema kwa leo hii, kila mtu ana Roho Mtakatifu, maana kila mtu atahukumiwa kwa dhambi zake mwenyewe. Hakuna tena kama ile mwanzo mtu anambebea mtu mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Musa anawabeba wana wa Israeli, na pamoja na kuwa amewabeba bado anakumbuka nyama za Misri, kwamba Bwana turudishe kule, huko sisi hakufai. Tunaona Bwana kwa hasira aliwapiga wengine akawamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo na mimi sipendi leo wewe upigwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu anatupenda tofauti na mwanzo. Hiki ni kipindi cha neema. Soma neno, usiwe mvivu, ili ufahamu wako upate kujua mimi nalindwa na nini. Asije akakwambia mtu tambalale kwa Yesu, tambalale. Hakuna kama tambalale toka umeokoka kuna nini kimeendelea? Ni kufunga tu. Hata siku moja Yesu anasema
Haya mambo hayawezi kutendeka pasipo kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo toba inakufanya wewe uishi kwa amani. Wewe unapotaka uamini kesho, hata kesho, nenda tu wakati unalala. Usiombe maombi ona vunja na piga teke. Wewe jitakase tu, jitakase afulala. Msafi, na kuambia hivi, hata pepo likija haliwezi kukugusa, wewe ni moto. Huyu mwanangu hapa shahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usiku wakati amelala, aliona kuna mtu kaja kalala na yeye, yani hapa kalala pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usiku kalala, tena ni mwanamke. Lakini anachukua moto yule mwanamke, anamuunguza. Huyu hapa shahidi, anamuunguza, haungui, anaona ateketei. Sasa rafiki yangu anaona, mbona hii moto haunichomi na moto upo karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nini? Kwa sababu alijitakasa akalala. Yani hakuomba maombi ya kuvunja. Sisi tunalindwa na utakatifu na nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni utakatifu, sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuna mtu anaamka kachoka. Nini? Dhambi. Usiku amekuja kukubeba pamoja na dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tupo pamoja. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo soma neno la Mungu ili uwe na ufahamu. Sio mnatembea na vichupa vya mafuta eti nimeweka mafuta ndio msaada. Nani aliyekuambia kwamba mafuta ni msaada? Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu kiwa unasoma linakupa ufahamu na maarifa. Na Mungu atakuja kukuongezea kitu. Tunaona Danieli, Mungu hakumwambia ombe, lakini akagundua kwamba hiki ninachokitafuta kinahitaji maombi ya toba, kutubia hiki kitu. Amina. Baada ya hapo tunaona Mungu anakuja kumtia moyo. Kwa hiyo na wewe leo ukienda kubeba mzigo, kile ambacho unataka Mungu akutendee, kwa sababu kimefungwa na nguvu za giza, siku ya leo kitaenda kufunguka. Ufahamu wako utaachiliwa, akili zako zitakuwa sawa, kila kitu kitakaa vizuri kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili adui asipate nafasi. Wewe ni hekalu la Mungu. Anasema hivi, wewe utakaa ndani yangu nami nitakaa ndani yako, nawe utakuwa mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe utakuwa mwanangu. Wewe ni mwana wa Mungu. Yesu alivaa mwili na akaushinda ulimwengu. Sasa na wewe takutoa kwenye ule uzito wa mwanzo kwamba mwili ni hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe huo mwili wako ni hekalu la Mungu. Ule uzito wa mwanzo umetoka. Yesu, wewe ulipobatiziwa ulipokea roho wa Mungu, lakini kwa sababu adui alikuwa bado kakamata ufahamu wako, hukujua jinsi gani ya kwenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu aliuvaa mwili lakini aliushinda ulimwengu. Wakina Paulo hao waliuvaa mwili lakini waliushinda ulimwengu. Haleluya. Tunaona kuna mtumishi mmoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati wanampiga alipokuwa anahubiri neno la Mungu, akasema, Baba naiweka roho yangu kwako. Mbingu zikafunguka na akapokelewa. Wote hapo tumesoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa na wewe leo, je, unapigwa mawe hapa, utamwambia Yesu naiweka roho yangu atakupokea? Basi pigana na Mungu, wewe shindana na Mungu. Pigana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wala kwanza, lakini namshukuru Kristo aliyefanya mambo makubwa. Amen. Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa nini? Isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kijana Ibra au Daniel, Mikael
wakati anaendelea kufundisha hapa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, baba yake pia alipita kwenye mikono yangu, baki mzazi. Lakini naweza kusema neno moja tu, mafuta alionayo huyu saki amzaro baba yake, lakini anamzidi baba yake. Ana kitu cha kipekee sana. Kuna wakati nasikia kulia, wakati kwa najisikia kulia, nasema Lisa una machozi ya karibu sana, na Megana analia huyu. Nalia kwa sababu machozi ya furaha kwamba hata kama nitaondoka katika uso wa dunia hii, bado kuna mbegu ambazo zitaishi. Yani haleluya, namuona Kristo ndani yake. Anasema ndani ya mwaka mmoja amekaa na mimi, alikuwa akinisumbua sana huyu. Hapa naomba tu tunakesha pamoja, naomba tu tunakesha, nataka nijifunze kitu kutoka kwako. Lakini akafika ambaye nataka nifike hata zaidi yao. Mimi ni mmoja kati ya walimu ambao nafurahi hata mwanafunzi wangu akinipita akifanya vizuri zaidi. Haleluya, nafurahi sana. Amekuja amenishika mkono wakati ambao napita kwenye tufani gumu sana, huyu na Frankie. Kuna wakati walikuwa nasema mafuta ya mtumishi Alista ni kama kisima kilichokauka, lakini hakijakauka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nilikuwa namwambia mtu mmoja hivi, sasa hivi ni mtu mashuhuri sana Tanzania na nje ya nchi, sitaki kumtaja, unaweza ukaona natafuta sifa, ila siku nikilala kabla yake atasema. Alisema niombea Alista, nataka kufanya kitu fulani. Nimejaribu kumzunguka wote imeshindikana, nikamshika mkono kama huyu. Wakati naomba umeme ukatembea ndani yake. Nikasikia unatembea na alafu mimi nikamuuliza Mungu, ndio umeninyang'anya kila kitu? Akaniambia kitu kimoja tu, you are a factory or an industry. Wewe ni kiwanda, na kiwanda hakiwezi kufilisika. Amina. Kapumzika kaya kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daniel kama jina lake lilivyo, mnamsoma kwenye maandiko atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Najua sifati mimi, kuna watu wamekuja kutoka Kigamboni, sio wanataka kuimba, sio wanataka kufanya nini. Kwanza watangulie wafanye kile ambacho Mungu amewapa. Amina. Alafu mimi nitajua anafanya nini. Mimi nitaingia kwa wakati ambao Yesu ataniruhusu. Haleluya. Amen. Sisi hapa ni nyumbani. Hebu mpigie makofi. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Yes. Leo mtumishi amesema leo lazima shetani atapike. Amen. Raundi inayokuja usipange kukosa hapa. Amen. Kukosa hapa wanasema hivi, yajayo yanafurahisha Zaidi. Asante baba. Amen. Hallelujah. Mwokozi wetu, unaweza Bwana Yesu. Unaweza Bwana Yesu. Ulikubali dhalauliwa iyo yote kwa ajili yangu, ukakubali umizwa ili mimi niwe salama. Ndio maana nimekuja kukushukuru. Ninasema we Bwana wangu, pokea sifa zote, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Bwana Yesu asifiwe. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Manake ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Ndio neno ambalo limekutukutanisha leo siku hii ya leo. Kwa hiyo nitakuwa nachanganya hizo roha mbili kidogo tuweze kuelewana kwa wale ambao wa magari ya njano na kidumu na ufagio. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtumishi wa Mungu. Nitasoma kwa mstari mtakatifu Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Amen. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu ambao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipande kwako huko milele. Watakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Amina. Mmemwelewa eh? Kwa maana ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso. Kumbe kuna haja ya kuomba hapa. Na sio tu kuomba, kutafuta uso wa Mungu na kuziacha njia zao mbaya. Maana kuna njia ambazo wanaziendea sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi njia zinaweza zikawa tunajua ama kutokujua. Ila inazungumza watu wake wakijinyenyekesha kutafuta uso. Bwana Yesu asifiwe. Na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni. Atasikia kutoka wapi? Mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao. Mungu wetu ni mwenye rehema. Na kuiponya nchi yao hii ardhi. Manake tutakapojinyenyekesha kwenye toba, ardhi inaponywa. Na kupitia ardhi, ikiwa kuna jambo lolote adui alitumia kupitia ardhi, unapokea kwa jina la Yesu. Sasa macho yangu yatafunguka na masikio yangu yatasikiza maombi ya watu waombao mahali hapa. Hapa tunapoomba sisi leo hii, amesema atasikia. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa nimechagua nyumba hii, Gombo Maranatha, na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima, nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye sawasawa na yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti changu cha enzi cha ufalme wako, kwa kama alivyoagana na Daudi baba yako, akisema utakosa kuwa na mtu na kutawala katika Israel. Nchi inaumwa, nchi inapitia madhila. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu zipo kwenye nchi. Kuna maneno yamenenewa kwenye nchi ama ardhi. Kuna falme zinautawala kwenye nchi ama ardhi. Ndizo zinatawala. Bwana Yesu asifiwe. Kuna damu zimemwaga kwenye ardhi. Ardhi tayari imenajisika. Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba vya kuomba, lakini kama ardhi imenajisika tusipokee. Kwa kuna haja ya kuiombea ardhi ili tuweze kutoka hapo. Na leo tunatoka kwa jina la Yesu. Ezekieli 22:30. Tutasoma kwa mstari mtakatifu. Naam. Ezekieli 22:30. Nitafuta miongoni mwa mtu mmoja atengeneze ukuta na kusimama juu ya mahali palipobomoka mbele yangu, ili ailinde nchi na kunizuia nisiharibu, lakini sikumpata hata mmoja. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakukuwa na mtu ambaye aliweza kusimama kwa ajili ya nchi ama ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo Bwana amesema angalau huyu mmoja. Maana tupo zaidi hapa. Kuna vitu tunaenda kupokea. Sema amina. Amen. Nataka niwaambie ni kitu kimoja. Kuna mkesha ambao tuliomba hapa wiki iliyopita. Nikwambie tu, kupitia uponyaji wa ardhi, ikiwa una changamoto ulionayo, ndio imeisha. Usisubiri utawekewa mikono. Kupitia hichi ambacho tunakiomba kupitia ardhi, nikwambie kama maradhi, ni magonjwa, vifungo vililenewa kwenye ardhi, kwa sababu wanakanyaga ardhi. Hizo kafara wanazoziona wanazifanya, hawafanyi juu ya anga, ni kwenye ardhi. Hii ardhi kiponywa, kama una maradhi na changamoto na vifungo, ndio vimeisha hivyo. Kupitia swala zima na ardhi, tambua unakwenda kupokea na kufunguliwa. Yule ambaye amebahatika kufika hapa na yule ambaye ananisikia wasau, kokote alipo atapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Luka 10:19 anasemaje? Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Au nyoka na nge hawapiti juu, ni kwenye ardhi. Leo tunakwenda kuwakanyaga hao kwa jina la Yesu. Aweza kadhaa tuonea. Kwenye ardhi kuna watu wamekamatwa, wamefungwa, mateka. Hapana anayesema rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna, ila wamekamatwa. People have been kidnapped in caves. Watu wamekamatwa kwenye mapango. Ila hakuna mtu anayesema rudisha. Pango sio juu, lipo kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Fahamu mtumishi wa Mungu ametoka hapa. Unaweza kuwa upo hai lakini umekamatwa. Sio juu, kwenye ardhi. Ndio maana kuna wakati watu naombea ardhi,
kwa sababu ndio sehemu kubwa iliyokamatwa na kutekwa na adui. Frank, unaongea wewe, tupe andiko. Ezekiel 16 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7. Mambo mengi sana kuhusiana na ardhi. Kuanzia kitabu cha Mwanzo, kwa wale wanaosomaji Biblia, mnaweza mkao mnafahamu kuanzia Kaini na Habili, pale Mungu alipomwambia damu ya ndugu yako inalilia kwenye ardhi. Zipo damu za watu wengi sana zinalia kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo alilala Yakobo kwenye ardhi, akaona maono katika ile nchi. Kaambia, hii nchi nimekupa, kwenye ardhi hii ambayo sisi tupo. Vitu vingi ambavyo Mungu ametubarikia kwenye hii ardhi vipo vingi sana. Lakini kwa sababu watumishi wengi leo hii hatujasimama kwenye nafasi zetu, ndiyo maana tunakuwa tunavikosa vile vya msingi. Ila leo vyote kwa ile Yoeli 2 vilivoliwa na tunutu na madumadu vinarudishwa katika jina la Yesu Kristo. Miaka yote iliyoliwa na tunutu na madumadu, haijalishi waliteka kihalali ama sivyo kihalali, leo mnaachia katika jina la Yesu. Ndio. Some. Tasoma kwa mstari mtakatifu. Sura 16 mstari wa kwanza hadi wa 7. Neno la Mwenyezi Mungu lilinijia: wewe mtu, ujulishe mji wa Yerusalemu machukizo yake. Uambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu, na uambie Yerusalemu, kwa asili wewe ulizaliwa katika nchi ya Kanaani. Baba yako alikuwa Mwamori na mama yako alikuwa Mhiti. Siku ile ulipozaliwa, kitovu chako kukatwa, wala hukuoshwa kwa maji, hukusuguliwa kwa chumvi, wala hukuvishwa nguo za kitoto. Hakuna aliyekuonea huruma na kukufanyia mambo hayo. Hakuna aliyekupenda, bali siku ile ulipozaliwa ulitupwa huko mashambani, kwa sababu siku ulipozaliwa ulichukiza sana. Mimi nilipopita karibu nawe, nikakuona ukigaagaa katika damu yako, nilikuwa ishi na ukue kama mmea shambani, nawe ukakua na kurefuka hata ukawa msichana. Yakakuwa, lakini ulikuwa uchi kabisa. Amen. Amina. Bwana sifiwe. Kuna hii ardhi sisi tunaweza tukawa tunaitumia karne hii, si ndio? Baada ya sisi kuwepo, kuna watu waliishi. Bwana sifiwe. Hatujui walitumikia nini miaka hiyo. Kulikuwa kuna miungu yao walikuwa naamini wao. Kulikuwa kuna madhabahu zao walikuwa naamini wao. Ndio maana unaweza kaenda sehemu kwa umenunua eneo, afu unashangaa ujengi, kwa sababu tayari ile eneo aliyewahi kuishi pale kabla ya kwako wewe alikuwa na miungu yake na aliitolea sadaka. Bwana asifiwe. Kuna maeneo yapo Mbezi pale, kuna sehemu ilijengwa kanisa, wakabomoa, wakaja wakajenga pale baa. Bwana asifiwe. Mpaka leo hii wale wanaopita Mbezi pale hakuna baa. Kwa nini? Madhabahu ambayo ipo pale. Walishabadilisha pale biashara mbalimbali, lakini haikuwezekana. Yote ni kwenye ardhi. Tayari lile eneo lililowahi kukaa pale lilikuwa ni kanisa. Walipokuja kuliondoa kanisa, wakaja wakaweka falme nyingine pale, haikuweza kutii, kwa sababu tunalo jina tulopewa na damu litowezalo kutuokoa kwalo. Matendo ya Mitume 4:12. Jina lake Bwana Yesu Kristo, kila goti litapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo leo litapigwa. Ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Leo itawatoa leo. Kwa Yeremia 32:17 nasema hapana neno linaloshirikana kwa Mungu. Maana katika kile ambacho tutakiwasilisha mbele za Bwana kitafanikiwa kivyote katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Ardhi. Bwana asifiwe. Usiweke mziki, unanitoa. Bwana asifiwe. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 na 28. Waamuzi au Judges.
Ezekiel inakuwa hivyo Ezekiel kwa lugha ya Kiingereza. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 hadi 28. The book of Judges chapter 6 verse 25 up to 28. I read Judges chapter 6 verse 25 to 28. That night the Lord told Gideon, take your father's bull and another bull 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the symbol of the goddess Asherah, which is beside it. Build a well-constructed altar to the Lord your God on top of this mount. Then take the second bull and burn its wool as an offering, using for firewood the symbol of Asherah you have cut down. So Gideon took 10 of his servants and did what the Lord had told him. He was too afraid of his family and the people of the town to do it by day, so he did it at night. When the people of the town got up early the next morning, they found that the altar to Baal and the symbol of Asherah had been cut down, and that the second bull had been burnt on the altar that had been built there. Amen. Tujalie mama wengine ambao tujaelewa. Na maana yangu kusema hivi, naweza nikawa nimefahamu mimi, lakini kuna mtu ambaye anatamani kufahamu vizuri na yupo hapa. Kwa hiyo najitahidi umuelekeze pia kwa lugha njema ya Kiswahili, umfasirie kwenye Biblia. Nitasoma kwa mstari mtakatifu wa sura ya 6 mstari 25 hadi 28. Usiku huo Mwenyezi Mungu akamwambia Gideoni, chukua fahali mmoja wa baba yako, fahali yule wa pili wa umri wa miaka 7. Bomoa madhabahu ya Baali alionayo baba yako na kuvunja sanamu ya Asherah iliyo karibu naye. Halafu nijengee mimi Mwenyezi Mungu Mungu wako madhabahu nzuri juu ya mwinuko huu. Kisha nitolee sadaka ya kuteketezwa ya yule fahali wa pili kutumia kuni za ile sanamu ya Asherah aliyovunja. Basi Gideoni akachukua watumishi wake 10 akafanya kama alivyoagizwa na Mwenyezi Mungu, lakini kwa kuwa aliogopa jamaa yake na watu wa mjini, badala ya kufanya hayo mchana alifanya wakati wa usiku. Wakazi wa mji walipoamka asubuhi na mapema, waliona madhabahu ya Baali na sanamu ya Asherah iliyokuwa karibu nayo vimeharibiwa. Yule fahali wa pili alikuwa ameteketezwa juu ya madhabahu iliyokuwa imejengwa mahali hapo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya Gideoni, hiyo madhabahu ambayo Gideon ameenda kuiteketeza, aliteketeza wakati gani? Wakati gani? Wakati gani? Na sasa hivi sisi tunafanya nini? Simama. Simama, simama. Tusimame kidogo, tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Siku wa leo kila madhabahu inakwenda kupasuka, inakwenda kupasuka. Kila madhabahu ilo kinyume na jina la Bwana Yesu Kristo itapasuka, itapasuka katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Kila madhabahu katika ardhi hii itapasuka katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pige Bwana makofi. Amen. Gideoni alienda usiku, na usiku ndo huu. Madhabahu zao zitapasuka. Waamuzi 6 mstari wa 25 hadi 28. Unaona niko namna gani kijana alikuwa na dhofu kama Gideoni ambaye alikuwa anapepeta ngano, anaambiwa shujaa. Wanagomba mara tunaambiwa enyi shujaa. Leo tunabomoa hizo madhabahu. Hizo madhabahu. Kipindi nakuja hapa nimuuliza mtumishi naanza na damu au madhabahu au maneno au laana? Kaambia wewe tu. Kabisa haina shida. Mimi bwana nipo vizuri. Sasa sijajiuliza kwa pilika hizi ilikuwaje. Bwana mimi nipo fiti tu muda wote.
Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu. Madhabahu ni nini? An altar. Ni sehemu ambapo watu wanakutania kwa ajili ya Mungu wao. Hiyo sehemu ambapo wanakutana kwa ajili ya kupeleka mahitaji, sadaka zao. Kwa hiyo kwa Mungu wao. Kwa hiyo miungu ipo mingi zaidi, ila wa kweli ni upi? Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye madhabahu ambazo wanapeleka miungu yao, inaweza likawa ni kwenye miti, sawa? Inaweza kawa ni viumbe ama ng'ombe ama mbuzi, ama ikawa wamejengea ama vyovyote vile, lakini wanawasilisha pesa sadaka zao kwa miungu yao wakiamini inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madhabahu ndizo ambazo leo hii zimekuwa kikwazo kwenye ardhi. Watu tunashindwa kuvuka kwenye ardhi kwa sababu ya hizo madhabahu ambazo watu wa mataifa wamezinenea. Watu wa mataifa wanazitolea sadaka zake. Na Gideon pale aliambiwa nenda kazibomoe madhabahu. Kubomoa madhabahu sio unafika na jiwe lako unapiga pale. Ukienda kichwa na panga lako unaweza kukatika mkono au kafia hapo hapo. Unahitaji nguvu ya Mungu kwenda kuipiga hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu unainuka unaenda kupiga hata kama umeona kuna ashera, no. Kuna utaratibu wa kwenda. Usiende kimwili, nenda kiroho. Na ndio maana sisi usiku wa leo tunaenda kiroho, sio kimwili, tunaenda kiroho kupiga kila madhabahu iliyokuwepo katika ardhi, kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye nyota. Kila madhabahu zote tunaziteketeza usiku wa leo zilizo kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kila kinachozuia kwenye ardhi kinatoka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ardhi hii kati madhabahu zao wanatoa damu pale, wanachinja. Unajua kuona mganga anataka samaki wala mboga majani, huwa anataka mbuzi ama kuku. Bwana asifiwe. Ila hajawahi kutaka samaki au mboga majani yoyote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hizo damu zinamiminwa kwenye ardhi kutolea sadaka hiyo miungu. Turudi. Hiyo damu, kwa nini tunaambiwa hiyo damu ina tatizo? Tusomee Mambo ya Walawi 17 mstari wa 14. Kuna kitu hapa nataka tujifunze. Kwa nini tunasema hii damu ina shida? Damu kwa watu waliosoma sayansi ndio imebeba uhai. Bwana Yesu asifiwe. Damu imebeba uhai wa mtu ama wa kiumbe fulani. Na ndio maana mtu asipokuwa na damu manake uhai haupo. Ukiona pale mwanzo kwa Habili, damu yake ilikuwa inalia, manake ule ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamepoa manake limefika hilo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Damu ni uhai. Ndipo Mungu anambia naona damu ya mwenzio inalilia kwenye ardhi. Bwana asifiwe. Na hapo unaona nazungumza kuhusu wana wa Israeli kuhusiana na hii damu. Damu ni machukizo mbele za Bwana. Damu ni uhai. Na ndio maana watu wanaweza wakawa wametoka, unaachwa mwili pale, kinachochukuliwa ni damu. Ndio sadaka ambayo kuzimu mpaka leo inataka ni damu za watakatifu. Na hizo damu zinatoka kupitia nini? Kupitia ardhi. Damu za ng'ombe, za mbuzi, za kondoo zimelinwa kupitia ardhi, ya kwamba wewe fulani pale hutatoka mwaka huu, hutafanikiwa. Tunatoa sadaka ya ng'ombe, mbuzi, hiki na hiki ili kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tupo kwenye Agano Jipya, hatutoi tena ng'ombe na mbuzi kwa sababu Yesu Kristo tayari ameshatushindia. Ametuvusha, tunaishi kwenye neema. Lakini wanaoendelea hivyo manake hiyo ni miungu ya Baali. Tusomee mtumishi. Ya Kiswahili, hiyo watawachanganya. Sawa, endelea. Nasoma kwa mstari mtakatifu. Mambo ya Walawi sura 17 mstari wa 14. Maana uhai wa kila kiumbe umo katika damu. Uhai wa kila kiumbe, uhai upo katika damu. Naam. Ndiyo maana nimewaagiza Israeli kamwe asile damu ya kiumbe chochote, kwani uhai wa kiumbe chochote ni damu.
yake. Yeyote atakayekula damu atatengwa. Amen. Na ndio maana tutakwenda kwenye toba. Kuna watu baadhi huenda walishawahi kushiriki katika matumizi ya hiyo damu, walikunywa labda visusio na vitu kama hivyo. Damu, kuna watu wengine wanaenda kwenye kuku wale kuwalisha pumba, na wanasema tuweke na damu bwana kidogo. Damu ni uhai. Bwana asifiwe. Ule ni uhai ule. Kwa kama unafuga mbuzi, unafuga kuku, alafu unafika pale kwa ule anayeuza pumba, unamwambia niwekee na damu, tambua ile ni uhai. Kumbuka ule kuku kimeza utakuja kumla wewe, unakula uhai wa kiumbe ambacho kimetolewa damu ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hao hapa hapo. Damu, kuna uhai. Kristo alijitoa yeye kuwa dhabihu kwa ajili yetu. Damu yake ya thamani kwetu inanena mema, na ndiyo na ukombozi inakuja kukomboa. Ikiwa kuna damu nyingine ipo pale, hiyo ni ya miungu ya bahari. Mambo ya Walawi inasema msitumie damu, ila kuna damu zimemwagwa kwenye ardhi. Lengo ni kulaani maisha ya mtu fulani, ni kulaani huduma, ni kulaani kile ambacho umebarikiwa nacho. Bwana asifiwe. It's because of blood. Damu. Kristo alijitoa yeye damu yake. Alipopigiliwa misumari miguuni, manake kila mali mtakapokanyaga mmemiliki. Alipogongelewa misumari kwenye mikono, manake mtaekea wagonjwa mikono watafanyaje? Watapokea uponyaji. Damu ilivyomwagika kwenye mikono, manake iliondoka kwenye nini? Kwenye ardhi. Ikiashiria kwamba mtawekea mikono watapokea uponyaji. Ilipopigwa miguuni, manake mtakapokanyaga mmemiliki. Sema leo ninamiliki katika jina la Yesu. Sema ninamiliki katika jina la Yesu. Ndio, namiliki. Na ukamiliki Yeremia. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Yeremia. Mungu alipomuita akasema mimi ni mtoto. Lakini Bwana akamwambiaje? Tusome Yeremia 5, mstari wa 5 hadi wa 10. Tasoma kwa mstari mtakatifu Yeremia sura ya 1, mstari wa 5 hadi wa 10. Kabla hujachukulia mimba mimi nilikujua. Bwana alitujua. Kabla hujazalia mimi nilikuweka wakfu. Kwa maana hiyo, wewe unanitazama au unanisikiza sasa hivi popote duniani ama unanisikiliza, Mungu wetu anatujua tangu tukiwa kwenye katumbo la mama zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anajua. Ila kwa sababu ya vitu ambavyo vinawekwa kwenye ardhi katika sehemu uliozaliwa, ndio inabadilisha ile hatima ya kile ambacho Bwana alikubarikia. Nilikuteua uwe nabii kwa mataifa. Nami nikajibu, Bwana Mwenyezi Mungu. Manake wewe nilikutaka uwe kiongozi kwa mataifa. Mataifa ni watu wasomjua huyo Mungu. Nikajibu, Bwana Mwenyezi Mungu. Mimi sijui kusema kwa kuwa bado ningali kijana. Kuna watu leo wamekuja kwenye maombi hapa. Wanasema leo kwa sababu ni maombi ya ardhi, siwezi kuombea, mimi sijui kuomba. Watu wote wachanga kiroho ndio nguvu ya Mungu wanayo kuliko waliokomaa. Ukijiona unasema mimi ni mchanga, wewe unaitakiwa. Kwa sababu neno la Mungu linasema mkiwa na imani ndogo, kwa maana hiyo haihitajiki imani kubwa. Ndogo kiasi cha punje ya haradari, mtauambia ulima huu ondoka. Kwa maana hiyo wewe ambaye unasema nina imani ndogo, sina imani kubwa, mtumishi mimi na imani yangu ni ndogo, wewe ndio muhimu. Kwa sababu imani yako kupitia wewe ambaye unasema mimi ni mchanga, ndio inaweza kuleta matunda kuliko ule ambaye amekomaa katika wokovu katika muda mrefu. Amina. Endelea. Lakini Mwenyezi Mungu akaniambia, usiseme kwamba wewe ni kijana bado. Utakwenda kwa watu wote nitakao kutuma kwao, na yote nitakao kuamuru utasema. Wewe usiogope watu hao, kwa maana niko pamoja nawe kukulinda. Usiku wa leo hakuna anayeogopa chochote kivyo vyote, kwa sababu Bwana anasema nipo pamoja nanyi Gombo Maranatha. Katika mkesha huu wa leo, Bwana anasema nipo pamoja nami. You don't have to fear or worry, because Jesus is with us wherever we are. Popote tutapokuwa, Kristo yupo. Na leo tupo hapa katika mkesha huu, yupo Kristo. Na ndiye atakayetupigania. Anasema usiogope kwa sababu mimi nipo pamoja na wewe. Tutakapoenda kwenye maombi, Kristo amesema don't never fear, usiogope. Mimi ndo nitakushindia. Wewe uendi wewe, ambaye Kristo mimi nakupeleka hapa kwenye ardhi hii kwa tupiganie, na atatupigania leo kwa jina la Yesu.